wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa aliyoifanya katika kipindi chake cha uongozi katika uwekezaji kwenye sekta ya michezo. Wote mnaona miaka kadhaa nyuma hatukuwahi kuwa na vituo kama hivi, lakini sasa hivi tuna vituo ambavyo vinaweza kufundisha vijana wetu, kufundisha watoto, lakini hata sisi walimu kwa ngazi mbalimbali tunaweza kupata nafasi ya kuja kusoma. Mambo ya mipira yanapelekwa kimpira, si ndio? Huwezi kuchukua jambo la mpira ukalipeleka kisiasa, na huwezi kuchukua jambo la kisiasa ukalipeleka kimichezo. Unaweza tu kutumia mchezo kunogesha siasa yako, lakini mchezo una kanuni zake, una taratibu zake, na ili uweze kuendesha ni lazima uzijue, si ndivyo jamani? Na njia pekee ya kuzijua ni kuingia darasani. Kuna kuchezea mpira na kucheza mpira ni vitu vile tofauti. Sasa ukija darasani ndio utaweza kuwa tofauti, kujua kwamba unaweza kuchezea mpira au kucheza mpira. Na mwalimu wa mpira lazima ajue kucheza mpira. Kucheza mpira si lazima tu ingie uwanjani, zile ABC, kanuni, taratibu, miongozo ya kimpira. Kwa hiyo mimi nashukuru, na kama alivyosema hapo mwenyekiti kwamba mimi nitaomba barua nyingine mtakayoileta ya kuandaa nipate nakala, ili tuweke msisitizo kwa walimu wote wa jiji la Tanga, kwa shule za msingi na shule za sekondari. Walimu wa michezo ni lazima wapate course, ili watoto wetu wanapofundishwa na wao wajue kwamba huyu mtoto huyu ana kipaji gani. Sababu wako watoto huku chini ndio wanaweza kujua kipaji chao. Na mpira sasa hivi tunautoa kuwa kipaji, kwenye kipaji kuwa ni ajira. Sasa ili tupeleke kuwa ajira lazima tukitambue kipaji, tukijengee uwezo. Sasa tunawahitaji hao walimu wawe na mbinu, wajue nini wanachokifanya, ili watusaidie kubaini vipaji, vijengewe uwezo, na baadaye tupate professional football. Si ndivyo jamani? Kwa hiyo ninaomba sana mwenyekiti, awamu nyingine mkiandaa kozi kama hizi kwa ajili ya walimu wetu wa shule za msingi na sekondari, tupate barua ili tuweke msisitizo wa kupata watu wanaohitajika. Na shule ambayo itakuwa haijaleta mwanafunzi kwa maana mwalimu, ni lazima wajieleze vizuri kwa nini hawajaeleza, na wagharamikie, shule husika igharamikie mwalimu atakayekuja kupata kozi kwa ajili ya kufundisha watoto. Kwa mimi nipongeze sana. Lakini niombe vile vile msaidie pia tunaona sasa hivi kila taasisi zina mashindano. Juzi tu tulikuwa tunashimita. Sasa hivi tuna haya ya serikali za mitaa yanakuja. Taasisi zote za serikali za mitaa kama na halmashauri zitakusanyika sasa, na zenyewe tena zinafanyikia mwaka huu Tanga. Kwa ni muhimu vile vile mkaangalia namna ambavyo tunaweza tukapata pia hata kwenye kila halmashauri wale walimu au maafisa michezo wakapata course hizi, ili waweze kusimamia zile watu wanasimamia michezo, lakini na wao wawe na ABC ya michezo. Unakuta mtu anajua kunengua huko anaitwa afisa utamaduni na michezo. Michezo ina utaratibu wake. Kwa hiyo mimi nadhani muangalie na hilo. Hao maafisa michezo wetu nchi nzima wa halmashauri na wenyewe wapigwe msasa kidogo, wajue ABC kuhusu michezo. Na tuna maafisa michezo wengi hawajui michezo. Uongo? Kwa ni wakati sasa, na hii itakusaidia pia kupata soko la ajira la watu tunaowatoa huko wanaopata kozi mbalimbali za TFF. Lakini vioni, mimi naamini hawa leo hii wakipata kozi hii wakapata na nyingine, nyinyi mtakuwa